2, 1. Leo kubwa nimepewa ni kufungua mashindano haya, lakini nina jambo moja niweze kulisema hapa, na nikiwa sijalisema makamu mwenyekiti nitakuwa sijatenda haki. Kwa mara nyingi sana, kwa miaka mingi, Zanzibar tumekuwa tukitumia uwanja wa Amani kwa upande wa Unguja, lakini tumetumia uwanja wa Gombani kwa upande wa Pemba. Mpango wa serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, tumeona kuna viwanja vingi vinajengwa, na sote tunafahamu kwa sababu vimekuwa vikielezwa sana. Lakini kati ya hivyo tuna viwanja viwili vya mikoa ambavyo ndani yake vina hizi line za kukimbilia, yani tartan, ambazo zina njia 4 mahsusi kwa ajili ya mazoezi katika mikoa yetu miwili iliyobakia kutoa mkoa wa Mjini Magharibi. Na kiwanja kimoja tunakiita cha type A ambacho kitakuwa na line za kukimbilia, running tracks za njia 8 kama hizi za kawaida tulokuwa nazo katika kila upande mmoja, Unguja kimoja na Pemba kimoja. Kwa hiyo kwa jumla ya viwanja hichi cha Amani, Gombani na hivyo viwili ukijumlisha na vile vya mikoa vile 4, tuna jumla ya viwanja karibu 8 ambavyo vitakuwa vinachezwa mchezo wa riadha. Kwa hiyo ni hatua sana ya kimaendeleo kwa ndani ya kipindi cha miaka michache ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo nikuombeni sana, mchezo wa riadha hatuna sababu sasa hivi ya kurudi tena nyuma, tuendelee kuendeleza mchezo huu kwa sababu najua vipaji ni vingi kwa upande wa Zanzibar. Na sisi kama serikali kupitia Baraza la Michezo na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tuko karibu na nyinyi, tutashirikiana kwa kuweza kuendeleza mchezo huu. Mimi ni mkimbiaji wa mita 100 na 200, lakini kwa leo tumekimbia mita 100 na fainali nimeibuka kuwa mshindi wa kwanza katika mbio hizo. Ugumu ilikuwa ni hali ya hewa tu, kulikuwa na mvua japo haikuwa nyingi. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa peke yake. Mashindano yako sawa na yanaleta tija kidogo kwa kushindana na wenzetu na kuangalia uwezo wetu umefikia pahali gani. Kwangu mimi yananijenga kuangalia nimefikia kiwango gani zaidi. Ninachowashauri tuache fikra mbaya, tuweke juhudi zaidi kwenye mazoezi, maana mazoezi ndo kila kitu na si mazoezi ya mdomoni. Kwa majina naitwa Twalizo Twahir, hilo ni jina la wachezaji. Pia ni mwanariadha wa mita 400, mkimbiaji wa JKU. Katika leo mashindano ya vilabu yaliyochezwa leo, kwa upande wetu tunazungumzia kwa upande wa JKU, tumejitahidi sana kwa sababu ukiangalia tuna umri mdogo sana tofauti na wenzetu. Ni bigini, tuna wachezaji bigini, ila wamepambana sana, hatujategemea kwa mpaka sasa hivi kwa hatua waliofikia. Ila mashindano magumu sana kwa sababu kuna timu polisi, kuna KMKM, kuna magereza, zilikuwa zina hali ya upinzani wa hali ya juu kabisa, lakini kwa upande wetu wa JKU mpaka sasa hivi tuko katika matarajio mazuri sana. Ushauri kwangu kwa wana michezo wote wa Zanzibar na nje ya Zanzibar, mazoezi. Hakuna kinachoharibika, ili upambane ufanye vizuri kwenye haya mashindano. Mazoezi, mchezo wa riadha unahitaji mazoezi makali sana, yani unahitaji kujituma kuliko kitu kingine chochote. Mashindano kama mlivyoyaona yalikuwa na upinzani mkali, yalikuwa na hamasa kubwa, kwa sababu mashindano haya ni fursa muhimu kwa wachezaji wetu, kwa sababu tunategemea kupata vipaji vipya hapa, viwango vipya, lakini pia kupata muda mzuri kwa wachezaji wetu. Target yetu sisi ya mashindano ni kushiriki mashindano ya kimataifa kama vile michezo ya Jumuiya ya Madola, na wapo wachezaji hapa ambao watashiriki michezo ya Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo michezo hii ni mwendelezo na tutaendelea kufanya mashindano kama haya ili tupate vuguvugu kubwa la wanamichezo wengi na kupata vipaji zaidi. Tuna mikakati mizuri, kwa sababu mikakati yetu ambayo tumejiwekea ni kushirikiana na vilabu. Kama mlivyoona hapa, vilabu vimeleta timu zao, lakini pia zimejiandaa kwa sababu tunajua kwamba vilabu vyetu vinajitolea. Kwa hiyo kwanza niwashukuru sana vilabu ambavyo vimeshiriki mashindano haya, lakini mikakati yetu ni kushiriki mashindano ya kimataifa ambayo yako mwaka huu mwezi wa 7 tu. Tuna michezo ya Jumuiya ya Madola ambao tayari tuna malengo na tuko na process kwamba wachezaji wetu washiriki mashindano hayo. Kwa hiyo mikakati yetu ni kufanya vizuri zaidi ili kushiriki mashindano ya kimataifa. Mashindano haya yametupa matumaini, yametupa faraja, kwa sababu wachezaji wamefanya vizuri, wamekwenda muda mzuri,
na walikuwa na upinzani mkali. Kila mmoja amejitahidi kwa mujibu wa uwezo wake. Kesho tutaendelea siku ya pili saa 2 kamili. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi, wadau mbalimbali kuja hapa uwanja wa Amani. Ni free, hakuna kiingilio. Michezo hii ni burudani, inapendeza sana.